katika udereva si ni lazima mtu ufanyaje, ukague chombo chako, si ndivyo, kabla ya kuondoka. Unajua kuna watoto wadogo, watu ambao wamiliki magari, mtoto anakaa chini ya nini, ya tai. Sasa kabla hujaingia ni lazima uzunguke chombo chako. Kingine kikubwa ni elimu, si ndivyo? Hata kama tunawakamata, kingine kikubwa ni nini? Ni elimu kwenu, kwamba kule kwa manufacturers wale ambao wanatengeneza hivi vyombo vya nini, vya moto, katika zile standard, ni international standard, si ndivyo, za utengenezaji wa chombo, wameambiwa vitu vya msingi vya kuweka kwenye nini, kwenye chombo cha nini, cha moto, si ndivyo? Kwa ndio unaona kikija chombo kinakuwa hakina mbwembwe, si ndivyo? Hiyo ndio standard. Kwa kama ungekuwa wanaongeza mbwembwe, maana yake wanazuiliwa kwamba hichi hakitakiwi na hichi hakifanyaje, hakitakiwi. Ndio maana bajaji ikija na taa zake, taa hiyo itakuonesha indicator, si ndivyo? Itakuonesha kama kuna parking, si ndivyo? Lakini vile vile itakuonesha na brake. Yaani hizo taa ambazo zimeundwa zikiwa kwa muundo huo. Lakini kuna taa ile kubwa ya mbele zinakuwa ziko mbili, na ile taa inatakiwa iwe na high na nini, na low. Sasa ukianza kuongeza kitu kingine kama hiki, haka kadude haka, si ndivyo, haka kanakwenda kanakaa pale, kanaanza kuonyesha kama kuna kucheza kwa nani, na inaumiza macho. Mimi mara nyingi nakutana nazo hizi, unakuta usiku inaumiza nini, macho. Kwa hiyo sisi tumefanya operesheni hii sio kwa lengo la kuwaadhibu, si ndivyo, kwa lengo la kuwaelimisha, ili mwisho wa siku tuende tukawe mabalozi wa wazuri na tusisababishe nini, ajali. Kwa kumekuwa malalamiko mengi sana kwa wananchi na watumiaji wa vyombo vingine vya nini, vya moto, kwa namna bajaji zimezidi kuongeza ufungaji wa hizi taa ambazo ni kama vimulimuli, lakini zinacheza sana. Sasa ukiangalia pakala, ziko kala kama tatu, kuna nyeupe, kuna nyekundu, kuna rangi kama njano na nyingine kama maziwa hivi. Sasa hizi zote zinapokuwa zinawaka, si ndivyo, maana yake jicho linashindwa kutambua, si ndivyo, kilichowaka pale ni kitu gani. Matokeo yake sasa, katika kuanza kutafuta utafsiri kwenye ubongo, lazima jicho lifanyaje, liume, lazima liume. Sasa linapokuwa limeuma jicho, mwisho wa siku, si ndivyo, unaanza kutafuta madhara mengine kwenye ubongo, si ndivyo, kwa sababu ubongo ndio unatafsiri kila kitu. Kwa hiyo niwaombe mwenyekiti, sawa, tukae na vijana wetu turekebishe haya, si ndivyo? Lakini kwa sababu hii ni operation, tutataka zikitoka hapa, si ndivyo, zikafanyiwe marekebisho hayo. Sisi tumeona mpaka hapo. Na kitu kingine, unatembeaje bila kuwa na namba? Maana yake unapotembea, kawaida ya chombo chote cha moto hakiwezi kikaingia barabarani kuwa kwanza na bima, si ndivyo? Hilo ni jambo la kwanza. Lakini dereva awe na nini, na leseni. Lakini hicho chombo kiwe kimekaguliwa na kiwe katika standard ambayo ni nini, ni nzuri. Tunapokuwa tunaendesha bajaji, hata likitokea jambo, wanasema bwana, ile bajaji ilikuwa haina namba, si ndivyo? Sasa namba ni kitu muhimu sana, ndio maana tumezipa motorcycle 690 ngapi, 99, CD ni CCD. Kwa hiyo ni rahisi kumtambua hata mmiliki, na mmiliki atatuambia kwamba hii dereva wangu anaitwa Mahamudu Bango, sawa, ili mwisho wa siku tuweza kumpata huyo aliyotendewa kosa la nini, uhalifu. Kwa hiyo tunajua bajaji sio wahalifu, si ndivyo, lakini kutokuwa na namba tatizo. Sio kama huyu anayo mkononi, hebu naiomba hivi, sio kama huyu anayo, nafikiri tukatoka kwenda kuirekebisha na yeye hii namba, lakini alikuwa anatembea kwa sababu anaona asiulizwi, si ndivyo, anatembea. Kwa kumbe mnazo, si ndivyo, lakini hamtaki kufanyaje, kuzifunga. Na hilo ni mojawapo ya kosa la usalama wapi, barabara.